Hapo jana tuliwajuza kuhusiana na kile ambacho kiliripotiwa ambacho huenda ni mapinduzi ya kijeshi yaliyoripotiwa huko nchini Ivory Coast. Sasa kile ambacho kinaendelea ni kwamba Ivory Coast bado inakabiliwa na ripoti za uwezekano wa mapinduzi ya kijeshi, huku kukiwa na taarifa zinazopingana kuhusu aliko rais wa nchi hiyo. Baadhi ya madai yasiyothibitishwa yanadai kuwa Rais Alassane Ouattara huenda ametekwa, kuuawa au ametoroka nchini katika hali ya sintofahamu inayoendelea. Machafuko hayo yanaripotiwa kuanza Mei 19 mwaka huu na kuzidi kuwa mabaya Mei 20, ambapo mkuu wa majeshi anadaiwa kupigwa risasi na baadaye kufariki hospitalini. Akaunti za mitandao ya kijamii zinaelezea mapigano makali ya risasi, huku mamia ya wanajeshi waaminifu kwa Ouattara wakiripotiwa kuuawa, hali iliyosababisha nchi kuingia katika machafuko makubwa. Lakini hata hivyo, ripoti nyingine zinazopingana zinadai kuwa hakuna mapinduzi yaliyotokea na Rais Ouattara bado yuko madarakani akijiandaa kwa uchaguzi wa Oktoba mwaka huu wa 2025. Maoni ya umma nchini Ivory Coast yanaonesha kuchoshwa sana na uongozi wa Alassane Ouattara. Mkimbizi mmoja wa Ivory Coast aliyeko huko nchini Ghana alielezea mateso makubwa, akimtumu Ouattara kwa kuitendea nchi kama mali ya familia yake na kupuuza ustawi wa wananchi. Alisisitiza hali ya ukosefu wa utulivu wa kiuchumi, akisema kwamba unaweza kuanzisha biashara na siku moja ukapoteza kila kitu, akionyesha changamoto zinazowasukuma wengi kukimbia kutokana na machafuko ya kisiasa. Viongozi wa upinzani kwa muda mrefu wamekuwa wakimkosoa Ouattara, wakimtuhumu kwa ukiukwaji wa haki za binadamu na kuchezea uchaguzi, huku baadhi wakiyaita matendo yake kuwa mapinduzi ya kikatiba na ya uchaguzi mnamo Agosti mwaka 2024. Ouattara, ambaye amekuwa madarakani tangu mwaka 2011, ameiongoza nchi hiyo katika vipindi vya utulivu wa wastani, lakini anakabiliwa na tuhuma za utawala wa kiimla na kuchochea migawanyiko ya kikabila. Kuondoka kwa majeshi ya Ufaransa kutoka Ivory Coast kulikotangazwa mnamo Disemba mwaka 2024 kumeongeza mvutano, huku baadhi wakihisi kuwa kulidhoofisha mfumo wa usalama wa utawala huo. Historia ya ghasia ya nchi hiyo, ikiwemo mgogoro wa mwaka 2010 hadi mwaka 2011 uliosababisha vifo vya watu zaidi ya 3,000 baada ya uchaguzi wenye utata, inazidisha hofu ya kurudi kwa vita. Kufikia Mei 21 hapo jana, hali bado ni tete bila udhibitisho rasmi wa mapinduzi au aliko rais wa nchi hiyo Alassane Ouattara. Jumuiya ya kimataifa inafuatilia kwa karibu, huku Ivory Coast ikielekea katika hali ya hatari, na raia pamoja na wachambuzi wakitofautiana kuhusu iwapo hii ni harakati halisi ya wananchi au machafuko yanayochochewa kisiasa. Tutazidi basi kukujuza zaidi na zaidi kile ambacho kitakuwa kinaendelea huko katika taifa hilo la Afrika Magharibi. Hii ni Habari 24 Channel, ambayo tunazidi kukujuza na kukupasha habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia. Kama bado hujasubscribe kwenye YouTube channel hii, unaweza ukafanya hivyo kwa kubofya neno subscribe, na tutaendelea kukujuza habari na matukio kadha wa kadha